وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله ونفسي على طاعته، فإن تقوى الله توجب السعادة في الدارين. أيها الناس، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله تعالى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina ajaba. Ndugu Islamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kupata fursa ya kuweza kuja kuzungumza kalima walau basita, neno ambalo litakuwa japokuwa ni kwa uchache, kwa min ajili ya kufahamishana yale ambao Uislamu wafaa kufahamishana na yastahiki kufahamishana, hata ya kwamba siku ya Ijumaa ni siku ambao almuslimuna yandhuruna ila ma yatra'u fi hafil uswa, ya kwamba Waislamu mara nyingi katika siku ya Ijumaa hufaa watazami kinachotokea katika ile wiki ambao wao wanaishi nao. Kwa hivyo katika wiki hii ambayo tuko nayo sisi, twajua ya kwamba kuna nini katika masajidil muslimina kitakachozungumzwa. Kwa hivyo kwa leo, kwa wale ambao waliona fikra ya kwamba leo ni siku gani katika nadhara za Kiislamu, wakadhalika nadhariyatul muslimin, hivyo katika fikra za Uislamu liko ambalo leo litaweza kuzungumzwa. Kuna wale ambao watakaozungumza yakawa ni ya kweli katika yale yatakaozungumzwa, na kuna wale ambao watakaotia vipeteo na maongezeko katika visivyofaa kuongezwa katika yale ambayo yatauzungumzwa leo. Ayuha ikhwatul aizza, ndugu zangu tukufu, mazungumzo ambao tutayazungumza leo, tutaangalia as-sanata al-ashara min al-bi'tha, mwaka wa 10 wa Bwana Mtume SAW kupewa utumi, sio hijratan, laysa bihajratin min Makkah ila al-Madina wala ila al-Habasha. Ni kwamba katika mihwar hadhihi sana, katika mzunguko wa mwaka huu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa mtihani, na mtihani aliopewa Bwana Mtume SAW katika hisabu ya mwaka wa miladia ilikuwa ni wa mwaka 440. Lam yakun hunaka sanawat islamia badaat, ilikuwa bado miaka ya Kiislamu kuanza. Kwa hivyo hatuwezi kuita ni hijriyatan kugura, kwa sababu bado tarikh al-islam lam yakun badaat. Kwa hivyo ndipo wanazuoni wa tarikh wakaenda wakasema katika mwaka wa 420, mwaka ambao uliitwa al-aam al-huzni, kwa kutokea kwamba Bwana Mtume SAW aliweza kufiwa na mke wake mpendwa, mke ambaye alikuwa ni sadina, mke ambaye alikuwa ni ngao na ni kizuizi kwa kila baya linalotokea. Alikuwa ni mchenda njema katika Uislamu na kuifanya dini ya Kiislamu isonge mbele. Fahadhihi ya awwalu zawjati linnabii sallallahu, mke huwa kwanza wa Mtume ambaye ndiye mke wa kisawasawa, alifariki akaondoka katika ulimwengu. Istosha katika siku hiyo hiyo, famata fiha Abu Talib amuhu, Bwana Mtume SAW akafiwa na Abu Talib ambaye ni ami yake, naye pia alikuwa ni ngao kubwa kumzuilia Bwana Mtume SAW adha Quraish, maudhia ya Kikureshi aliyokuwa yakitendeka. Sasa ma baina hadhihi sana, kati ya mwaka huu Bwana Mtume SAW kuambiwa ya kwamba yeye alifiliwa na watu hawa, fa fihi ikhtilafu ulama, pana ikhtilafu ya wanavyoni, na hakuna ambaye amehakikisha mkweli
ya kwamba baada ya siku 3 alikufa ami yake Abi Talib, au ni Abi Talib ndio alitangulia akafanana Khadija. Walakin at-tarikh yaqul اللي fi aam al-bayda sana al-ashar, lakini tarikh inazungumza kwamba yalitokea kama hayo. Sasa haya yalipotokea, twazinganishimisha pia, twashikanisha na mambo ya Isra, lakini tuangalie ya kwamba kwa kuitwa amul huzni, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujulikana ya kwamba ni jabal as-sabr, ni jabali la subra, na kila asiyekuwa na subra bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpa sifa fulani, kwa sababu as-sabru inda al-muslimina ahamu shay, kwa sababu subra kwa Waislamu ni kitu kilicho na muhimu, ni kitu ambacho kwamba ni kikubwa. Kwa hivyo kufiwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kona na Khadija ilikuwa ni mtihani, fasabara bihi, akaweza kusubiri nayo, na vile vile haikustahiki kuitwa ni amul huzni. Limadha? Lianna nabii sallam insan sabir, kwa sababu Mtume sallam ni mwanadamu ambaye ana nini? Ana subra. Sasa hili la kuitwa kwamba mwaka huu wa 10 uitwe ni amul huzni, itakuja kuonekana ni amran, ni jambo ambalo limezuliwa, ni jambo ambalo lilikuwa juu. Kwa hivyo Waislamu kuita amul huzni mwaka ambao alikufana na Khadija na Abu Talib ni jambo ambalo halina mwelekeo na ni jambo ambalo halifai. Kwa hivyo leo hili litaweza kusikika katika baadhi ya masajid. Sasa tuangalie kuthubutu kwa hili, kwa kuitwa kwamba hili ni amul huzni. Wanavyoni wanakwenda wakasema lam yathbut hadha al-amri min ayi sahabiyin, halikuthubutu la kuitwa mwaka wa huzni kwa sahaba yoyote, halikuthubutu la kuitwa amul huzni kwa mwanatuoni yoyote, wala pia thubutu al-amri bihadithin sahihin lam yathbut, wala hili la kuitwa amul huzni kwa hadithi sahihi, wala kwa kauli tegemezi ya mwanachuoni ambaye yeye atasema basi kuna riwaya ambayo itakuwa ni sahihi, twaweza kuitegemea tuseme ya kwamba hii amul huzni yafaa kuitwa. Wanavyoni wakaenda wakasema hadha al-amru lam yathbut bihi min imam Shafi'i wala imamu Malik wala kadha. Je, sasa nani aliweza kugundua kama hili? Wanavyoni wakaenda wakasema walladhi yusnadu ilayhi hadha, na yule ambaye yeye ategemewa la kuita kwa amul huzni ni bwana mmoja anaitwa Said ibn al-Hasan al-Baghdadi. Huyo bwana alikuwa ni Baghdadi, alikuwa ni hodari kuongeza ambayo hayafai kuongezwa. Ambiwalo yeye anaweza kuweka lingine badali yake, akasema bwana na hili nalo lipo. Fawasafuhu ulama, wanavyoni wakaenda wakasema kwamba rajulun kadhubun, huyu ni mtu mwongo, muttahaman, mwenye kutuhumiwa, la yustaqu qawluhu, maneno yake hayawezi kufanyaje? Hayawezi kusubutiwa. Sasa kwa hivyo Muislamu la kuita amul huzni ni amrun ghair maqul, ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa hivyo katika jambo lingine lililotokea katika mwezi huu, utaambiwa ya kwamba bwana Mtume SAW usriya wa urija, wal muslimuna yuthbituna dhalika bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, na Waislamu wote min mashariki al-ardhi wa magharibiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake, hakuna atakayepinga kwa kusema ya kwamba Mtume sallam lam yusra wala yu'raj, ya kwamba Mtume sallam hakufanyiwa safari yake ya Isra wala hakufanyiwa safari ya Mi'raj. Sasa tuelewe nini katika Mi'raj, katika Isra? Tutakalofahamu katika Isra kwenye lugha ya Kiarabu huwa sayru laylan, wale wasomi wa lugha ni mwanadamu kutembea wakati wa usiku ama kusafiri wakati wa usiku kwa chombo chochote ambacho wewe utaweza kusafiri nacho, utayakun hadha isra, nitakuwa hii ni safari. Takula ana asiru wa usafir, kwa kutumia neno gani? Isra. Sasa As-Sakhawi ambaye yeye alikwenda kuitafsiri aya, akitafsiri neno asra katika aya iliyokuja subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akijisifu na akijinaki ya kwamba yeye ni muweza kwa analolitaka, na ni mwenye kulifanya zito likawa sahali, na ni mwenye kulifanya la sahali likawa zito. Mfano katika aya hii kuna maalumat daqiq ya kwamba Muislamu mpenda dini na Muislamu ambaye
yuko karibu na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataweza kuelewa ya kwamba Mungu anakusudia nini katika masala kama haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, ametakasika na kila sifa ya upungufu, amekuwa msafi Allah kwa ukamilifu wake, kwa kuondoa upungufu ambao haufai upungufu ule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ataitwa Mungu kwa sababu ana upungufu. Kwa hivyo kwa kuwa hana upungufu, Mwenyezi Mungu astahiki kusema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Kwa kutakasika kwake Allah akamsafirisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Sasa As-Sakhawi katika tafsiri yake akaenda kasema maneno gani? Akasema inma qala laylan, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutaja neno laylan. Kwa sababu gani? Li anna al-isra la yakunu ila bil-layl, kwa sababu hii safari haiwezekani ila iwe katika usiku. Alafu kwa kuitwa Isra akasema ya kwamba ule muda ambao umetumika hiya aqali min 40 yawman, ni muda mchache kwa siku 40, bi sur'ati sayri al-jamali, kwa haraka ya mwendo wa nani? Mwendo wa ngamia. Ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika Baitul Haram na kuelekea alipoelekea, siku ambazo alikuwa afaa kutumia katika safari hizo kwa ngamia ambaye yeye ni mwenye haraka, basi ilikuwa tumia siku 40, na ikiwa ngamia ambaye yeye hana haraka kama yastaghrib wa inma yastaghribu 3 yawm. Sasa alajibu bidhikri, la kustajabisha ni kwamba Sheikh Sakhawi anatokizungumza katika aya hii kwa kusema asra bi'abdihi laylan, amemsafirisha mja wake wakati wa usiku, jasadiyan, kwa mwili. Bwana Mtume hakwenda kwa ndotoni, na muda aliotumia yakau maudhi'u taajub, lazima ingie kitu kinachoitwa kustaajabu na kufikiria kwamba ilikuwaje kwa mwendo wa siku 100 kwa siku 90 au kwa siku 40 tuambiwe ya kwamba ameenda kwa muda wa dakika, kwa thawani wa dakaik, awe Mtume sallallahu alaihi wasallam amesafiri kwa muda wa dakika, kwa madakika fulani au kwa sekunde fulani. Na hii inastahiki kwa sababu ya hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaozungumza ya kwamba ule mnyama ambaye aliyetumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mnyama ambaye yadau hafaratahu haithu yara ainahu, anaweka ile koto yake pahali ambapo anaona nini, anaweka mguu wake. Sasa hili liko katika hadithi na halina wasiwasi, lakini tuambiwacho katika safari hii, hatuambiwi ya kwamba aliyaona wakati wa kurudi au wakati wa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuambiwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokiona, alimuona mwanamke ambaye yeye atukua kuni, na kila zikimlemea kuni zile azidi kuzibeba. Hakadha yakulu wa hakadha sayuqalu lum fil masajid, na haya ndio maneno ambayo leo yataweza kuzungumza fi jamii masajid, katika misikiti ambao wanakitegemea kitabu chenye mazungumzo haya kinachoitwa kwa jina cha Dirdir, kitabu cha zamani, ndio yamejaa mambo kama haya. Sasa hili la kusema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimakinika na akawa ni mwenye kutulia na sur'ata sayri hadha al-buraq, na haraka ya mwendo wa mnyama ambaye yeye amempanda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, apate na swali kumuuliza Jibrili, ni mfano wa watu gani wale? Kwa hivyo utakuja kuona hili la kuongezwa. Sasa kwa jumla ni kwamba, je, itakuwaje ngamia au ng'ombe ambaye yeye atapita kwenye tundu ndogo lakini kurudi akawa hawezi? La yumkin, wala akili haikubali. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotumia mfano wa ngamia kwamba hamutaingia peponi hata yalija aljamal fi sammi alkhiyat, hamutaingia peponi wasiokuwa Waislamu mpaka ngamia apite kwenye tundu wa sindano. Wanazuoni wakaenda wakasema nkamba si ngamia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kama, wewe watutajia ya kwamba alipita ule ng'ombe
kwenye tundu ndogo, lakini kutoka akawa harufu, itakuwa mkutuambia nini? Hadhil amru zaida, hili linafanyaje? Ni la ziada. Sasa kwa jumla, ndugu yangu Waislamu, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka hapo mpaka akafika wapi? Akafika Baitul Maqdis, ambapo Baitul Maqdis alkathiru minan nasi yafhamuna, Waislamu hawana haja ya kueleza Baitul Maqdis ni wa kullu wahid yaarif, kila mmoja yudriku dhalika, alijua hilo kiakili na kwa mapicha ambayo kwamba yako. Mtume swalla sallam akafika hapo, na alipofika hapo bwana Mtume ikaanza rihlatu samawia, ikaanza safari ya kwenda mbinguni, kwenda Mtume swalla sallam fi samai alia. Ikawa ni safari ambayo pia ya kustaajabisha, pamoja na kwamba sisi leo twaunda vyombo vyetu ambavyo vina haraka, na Muislamu akakubali akazipigia debe, akasema waona bwana, kumeundwa chombo kinaenda mpaka juu ya mwezi kwa dakika 5 au kwa dakika 15. Hadha amru nahnu indana wa nu'minu bihi, twaliamini tena tuamini kabisa. Hakuna ambaye yeye anashaka na kwamba leo yaweza kuundwa vyombo na vyombo vile vikawa havina wasiwasi kwa mwendo wake. Je, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye yeye amekupa ujuzi wa kuunda hivyo vyombo, leo akulete mnyama la yahtaju ila manzil wala yahtaju ila shay, akulete mnyama ambaye atamsafirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mahali ambapo atatua amwe maji au amwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam nimechoka kwenda mbio, wata mimi nisimame. Lakini utakachokiunda wewe mwanadamu, allati tunshiuhu anta biyadik, kile ambacho utakiunda wewe na mikono yako, fala budda an yakuna hunaka dhaaf, lazima kutakuwa udhaifu, na ni lazima chombo kile kitake kufanyaje? Kuweza kupumzika. Kwa hivyo yetu na ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shatana ma baina dhalika, ufahamu ya kwamba utakachokiunda wewe na anachokiunda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala havifanani, na wewe hutaunda ila kwa ujuzi aliokupa nani? Aliokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam faurija bihi ila sama, kulingana na muktadha al-ayat ambazo zazungumza, akapandishwa mbinguni. Na kupandishwa mbinguni ni mahali ambao wanavyoni wa sayansi wamekubaliana moja kwa moja ule umbali ulioko kutoka hapa ardhini mpaka kufika wingu wa 7 ni 500 mail milioni, ni mail milioni 500. Kwa hivyo hakuna chombo ambacho kitaweza kuthubutu kutoka ardhini mpaka kufika wingu wa kwanza, na wingu wa pili hivyo hivyo, na wingu wa 3 mpaka ile samai 7 mpaka kufika katika arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe upate mdomo wa kuniambia au kuambia Waislamu hapa Mtume aliteremshwa ngazi ya dhahabu? Nafikiri Waislamu tunafahamiana, aliteremshiwa sulamun min dhahabin yadqa bihi ila sama. Bwana Mtume akateremshwa ngazi, akawa hupanda kiwanguli cha kwanza, kiwanguli cha pili, kiwanguli cha 3, mpaka alipofika samaa 7. Kwa fikra za kibinadamu, wewe leo kuweza kupanda nyumba ya ghorofa ambao ni ghorofa 100, watende 100 au mpaka 50, utasikilia? Uambiwe kupanda kwa miguu, utafika? Huwezi kufika, utachoka. Utaenda ukipata katikati ukiheza, majamaa mmechoka, ngojani nisoni kidogo, ngojani kidogo, kisha ndio mwendo ufanyaje? Uanze tena. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yahtawi jamia albashari, Mtume alikusanya ubinadamu kuchoka na kufanya kazi na mwenendo wake. Lakini kwa kutuambia ya kwamba aliteremshiwa ngazi ya dhahabu ni kulikhalifu neno la urija bihi, kwa sababu neno tahrij katika lugha ya Kiarabu ni kupanda, na kupanda kwenyewe ni kule kupanda mbio mbio, kuvutwa, yani ndio neno urija bihi. Sasa wewe unapotuambia ya kwamba hapa miujiza ya Mungu haikutembea, lilotembea hapa ngazi, tena ngazi ya dhahabu. Bwana Mtume akapanda kidogo kidogo na kiasi ya mienendo kama nilivyoeleza, wa hadha karma. Sasa je, tulieleze hivi haya mawili ambao tumeyataja, ndugu zangu Waislamu, lam yathbut laha hadith, hakuna hadithi hata moja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa alihi inayosema kwamba ngazi nilopanda nao lipanda kwa ngazi ya dhahabu. Hakuna hadithi hata moja yoyote ile itakayokuja
itakaozungumza ya kwamba haya Bwana Mtume SAW ndio alifanyaje, aliyokwenda kuyafanya. Kwa hivyo kuamini kwa Muislamu na imani yetu kamili ni kwamba Bwana Mtume SAW urida ila sama, mpaka akafika ale as-samaa as-sabia. Ndugu Muislamu, kwa haya ambayo tunayafahamishana, kwa hivyo Mtume SAW alichokwenda kukipokea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndio ahamu shay'in alladhi urida bihi Nabii SAW ilayhi. Bwana Mtume SAW kule kwenda kusikia mazungumzo ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ni ala maslahati almu'min walmuslim ala masalihati hayati. Mtume SAW alichokwenda kukitwaa kwa Mwenyezi Mungu si kwamba yeye alikuwa amekwenda kwa safari ya upumbazi, alikwenda kupokea majukumu ambayo yantafiu biha almuslimu leo, kwa manufaa haya Muislamu wa leo yahya bihi, anahuyika nayo, yuslih lihi baitahu, yuslih biha baitahu wa yuslih biha kiyana mujtamaihi, na anaweza kusilihisha yale aliyokwenda kupokea Mtume SAW, mambo ambayo yanaweza kumfaa katika maisha yake. Nayo ni yapi? Bwana Mtume SAW kwenda kufadhili wa sala. Hadha ahamu shay, kitu muhimu sana. Kuanzia swala 50 zikipelekwa zikipunguzwa mpaka zikafika salatu 5, madha yastafidu almuslimu biha, Muislamu anafaidika na nini na swala yake? Hizi swala ambazo tunazaswali kwa namna ya mitoko yetu na tulivyo sisi, tunafunaika nao na mambo gani? Wanavyoni wanavyotuambia ni kwamba katika hii swala almuslim hinama yuwajihu alqibla wa yastaidu liyaqima as-salata, Muislamu anapojiandaa, anapoelekea kibla na kuweza kwamba yeye amekuja kuswali katika msikiti, li'annahu labba nidaa rabbihi, yeye amekuja kuitikia mwito wa Mola wake Mwenyezi Mungu ambaye yuko mbele yake kila wakati. Wakati aliposema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, sala kwa Waislamu ni fardhi iliyowekea wakati. Lakini leo ukimuuliza Muislamu ma hiya awqatu salah, atakwambia 5, lakini tuweza kukwambia awqatu salata 10, nyakati za swala 10, 10 awqati. Na hizi 10 awqati la mtu ataambia sema leo limadha taghayyarat alwad'a alyawm ila 10 awqat, kwa nini leo tubadilishiwa nyakati za swala zimekuwa nyakati 10? Kwa sababu Mtume SAW Jibril alimteremkia mara 2 kuja kumfundisha nini sala. Alikuja kumfundisha awwalul waqti, mwanzo wa wakati. Na Bwana Mtume alipoulizwa ma hiya al-a'malul khair inda Allah subhanahu wa ta'ala, ni zipi amali njema? Akasema as-salatu fi awwali waqtiha, ni swala mwanzo wa nini? Mwanzo wa wakati. Na hili ndipo tunapofeli sana sisi Waislamu, kutoweza fikiria kima cha nyakati za swala zote, wa hasatan ayam al-jum'a, na ambapo hizi sera katika sera za Waislamu taakhuru fi salati al-jum'a, si sera zetu. Lakini kuitoa swala katika nyakati hiyo ni kuionea swala na kutoipa kima sala. Mtume SAW au katika hadithi kama anavyosema Ibn Uthaymeen ya kwamba kuna na wakati ambao unaitwa akhirul waqt, kuna mwanzo wakati na mwisho wa wakati. Ukipiga hesabu kila swala ina nyakati 2, wakati bora na wakati ambao si bora. Zote hizi ni nini? Zinaitwa ni wakati. Ndugu Muislamu, katika hii swala ambao wewe wasali, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya mbora, angalia kuna tofauti gani baina salati adh-dhuhri wa salatu al-asri wal maghrib wal isha. Kuna yapi unaoyazungumza katika hizi sala ambazo wewe unaziswali? Kila ukija suratul Fatiha wa suratul ma anta turidu, ukija suratul Fatiha utaisoma na aya yote au na sura yote unayotaka. Ndivyo utakavyokufanya alfajiri, ndivyo utakavyokufanya adhuhuri, na ndivyo utakavyokufanya kwa sala yote. Kwa nini? Kwa kuwa ni jambo hili la sala, utakuja Muislamu ambaye yeye sala ilinkita katika moyo wake, hachoki, pamoja na kwamba maneno ni yale yale. Kila ukija ihdina siratal mustaqim, kila ukija ni sura nyingine utakayoisoma, ni hayo hayo kila wakati. Angalia, kwa kuwa lau kama ilikuwa jambo lingine ambalo la karirika, mfano wa takriri ya swala, ungekuwa ushaliata. Angalia wanavyoni walipokwenda kuisifu sala, wakaenda wakasema idh lam takun salihal a'mal, ikiwa swala itakuwa si matendo mabora,
basi fahiya misali min masalih ar-riyadiyat, katika maslahi ya kufanya practice, waenda ukirudi. Lakini tukua tofauti kwa wewe, siku nyingine katika practice utachoka na hutaweza kufanya, usema leo sifanye, lakini katika swala huchoki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo pale akaenda akaomba, Allahumma ja'al salata qurrata aini, Bwana Mungu ijalie swala ni kipumbazi changu, mimi niwe ninapumbazika na swala. Ndio utaona mtu ambaye yeye anafaidika na swala, ile swala inampa faida, hachoki kusali. Lakini ambaye yeye hafaidiki na swala, taswali siku nyingine akiwacha, ataswali siku nyingine afanyaje? Akiacha. Li'annahu lam yudrik ahamiyatun fi dhalika, fi tilka sala, kwa sababu yeye hakuenda kukuta umuhimu wa swala na faida ya swala katika mujtama. Jambo la kwanza, inakufanya wewe mtu bora katika ahli zako na jamaa zako na katika mujtama ambao wewe unafanyaje, unaweza kuishi nao. Bwana Mtume swalla salama kwa faida nyingine kwa haraka akasema kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, asema mathalu salawatil khams, mfano wa swala tano, kamathali nahrin khamrin ala babi ahadikum, ni kama mfano wa mto uliofurika katika mlango mmoja wenu, yaktasilu minhu 5 marrat, anaoga mara 5. Mwisho akiuliza fahal yabqa min daranihi shay, je, huyu atabakiwa na uchafu? Ajawabu la yabqa min daranihi shay. Sasa daran hapa ni madhambi. Ndio ukaona ya kwamba kila wakati Muislamu uko kwenye tauba, anatubia katika swala kila wakati, hidna siratal mustaqim. Ndio ile mara 17 unaisoma suratul Fatiha, wakati utakapokuifanya kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minka dhanban, dhambi itakuwa hakuna, na mujtama utaishi saliman, na society tunazo nazo kwa sababu ya swala iko msikitini, iko nyumbani, iko kila pale, hakutatokea matatizo ya aina yote katika mujtama wetu. Ndugu Muislamu, sasa katika Sidratul Muntaha, Bwana Mtume SAW alipoatwa na Jibril kwenda kuelekea kuzungumza na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akisema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, hakika Bwana Mtume SAW alimuona Jibril mara nyingine. Hii ni aya ambayo pia leo itasoma, lakini kusoma kwa aya hii haitapewa haki zake za kimsingi. Ni kumfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama anaweza kuonekana na mtu yoyote au na kitu chochote kinachotaka kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya tutaambiwa, na tutakapoambiwa zisiwe akili zetu zinaweza kukubaliana nayo, kwa sababu Bwana Mtume SAW aliweza kukataa mambo kama haya. Linalosema ni lipi, ndugu yangu Muislamu, katika hili? Wanasema laqad ra'a an-nabiy sallallahu rabbahu ala suratihi al-haqiqiyya, ya kwamba Mtume SAW alimuona Mungu alivyo, vile Mwenyezi Mungu alivyo. Bwana Mtume SAW alimuona ya kwamba huyu ndiye Mungu. Mungu uko hivi, Mungu uko hivi. Cha ajabu ni kwamba ikiwa utakiona kitu na kwa haki ya kutaka kuthubutisha Bwana Mtume SAW kwa alichokiona na kuambia masahaba na kuambia watu wale ambao wamekataza sera hii ya Bwana Mtume kwenda Mi'raj, basi na kumtaja Mungu alivyo ingekuwa yastahiki. Kwa sababu gani? Tunatuambiwa na hawa watu ya kwamba laqad ra'ahu ala surati al-haqiqiyya, alimuona Mwenyezi Mungu kwa sura zake. Sasa hili ikiwa Mwenyezi Mungu katika mitume bora pamoja na Mtume Muhammad sallam aliweza kulikataa, kwa hadithi gani au kwa maneno gani tuambie kwamba Mtume sallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? La yakbaluhu dhulubin salim, hili halikubali mwenye akili ya dini iliyosalimika. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallam hakutuatia chochote katika haya na akaweza kutuambia. Mtume sallam katika hili inavyotafsiriwa na wanavyoni ya kwamba Mtume alimuona Jibrili kwa mara nyingine fi dunia, katika dunia, ala surati al-haqiqiyya, kwa sura zake za ukweli. Walaqad sadda al-ufuqa jinahahu, na mbawa zake 600 zikawa zimetandaza ulimwengu. Sisi kwa kumpenda Mtume SAW sema si Jibrili alimuona Mungu. Sasa na kumuona Mungu, mbona na Aisha hakubaliani na wewe? Manake na Aisha alikuwa na Mtume SAW, na hadithi nyingi zilipokewa na Aisha, takriban hadith 600,000 hadith zapokewa kwa nani?
kuona na Aisha. Sasa utakuja kuona ya kwamba wanavioni katika hili wanakwambia Musa alayhi salatu wassalam hilo alilitaka kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ij'alni anzur ilayk, nijalie nikuone. Mwenyezi Mungu kwamba lan tarani, huniona. Kwa sababu kutumia neno an-nadharu katika lugha ya Kiarabu ni kutazama kitu ukakijua kilivyo, fikra, sifa ya kitu na kila jambo katika kitu kama kile. Sasa mtume atatoa habari gani kwa Mwenyezi Mungu ikiwa yeye alimuona? Akaambiwa Musa, unione, na kama wataka kuniona liangalie jabali, jabali likiweza kutulia basi utaniona. Mwenyezi Mungu akajitokeza nguvu zake kwenye jabali, jabali likavundika. Nabii Allah Musa akakosa fahamu. Alipokosa fahamu, Musa akarudia kutubia kwa maneno yake aliyosema. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye katika hadithi alipoulizwa akasema, nurun anna arahu, Mwenyezi Mungu ni nuru, vipi mimi nitamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kumuona Mwenyezi Mungu. Na Aisha katika hadithi yake asema, yoyote atakayesema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu, fakad a'dhama, hakika atakuwa amefanya madhambi makubwa. Allah anasema huwa yudrikul absar, yeye Allah ndiye anayewaona nani? Anayewaona watu. Ndugu Muislamu, lingine ambalo likuweza kuzuliwa katika masala haya, kuna swala inaitwa salatu raghaib, swala ya wapendanao, swala ya watu ambao wao wapendana kupeana milk shake na halua na vinginevyo. Wa hadhihi sala, na swala hii inaitwa salatu raghaib, lam yathbut laha kitabun ulifa biha illa kutubu Shia, halikuthubutu hili ila katika vitabu vya watu ambao si Waislamu. Lakini jamii zetu ziliweza kukubaliana na swala hii, na tena swala nzito sana, swala nzito sana, na haikubaliki ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuibainisha swala kama hii, kwa sababu ni swala iliyokuja katika mwaka wa 480. Mwaka wa 480 bwana Mtume ameondoka, masahaba hawakubakia, wameondoka, na hao tabi pia wakawa wamefanyaje? Wakawa wameondoka. Sasa swala hii kwa bahati nzuri watu wa hapa au pengine wengineo hawajaweza kuiswali na kuijua, lakini twawajulisha Waislamu ala anna fi dini laysa hunaka salatun yu'tabaru wa yutafakkar wa yusamma salatul raghaib, inaozingatiwa na kufikiriwa kwamba hii ni swala inaitwa raghaib. Na raghaib maana yake ni kupeana vitu vizuri, na swala hii huswaliwa siku ya kwanza katika mwezi wa Rajab, Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab. Na inavyoswaliwa swala hii, ndugu yangu Muislamu, inasomwa katika suratul Fatiha katika raka ya kwanza, kisha suratul Qadar thalathan, suratul Qadar mara 3, wal Ikhlas na suratul Ikhlas. Alafu anasema katika sujuda yake subuhu kudusu mara 70, na anamswalia Mtume sallallahu mara ngapi? Mara 70. Ni swala aina gani? Kwa hivyo swala hii hakuna. Mtakapopata watu watakapokuwa wao wanaoeleza mambo kama haya, hawana hoja za kutegemea kwamba bwana haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nao, Muislamu hawezi kukubali. Hata mwanachuoni mtegemewa kwao anasema ya kwamba, yakuli Ibn Hajar rahimahullah, asema fi kitabihi Tabyinul Ajab mimma warada fi fadl Rajab, anasema kubainisha ajabu katika mambo ambayo yalikuja kuitaka kuufadhilisha mwezi wa Rajab, asema lam yarid minha shay'un fi fadl Rajab, hakuna kilichokuja chochote katika hadithi akisema kwamba katika Rajab fanyeni hivi, katika Rajab fanyeni yale, kusanyikeni. La, hakuna hadithi wala hakuna aya wala chochote katika Qiyamul Layl min hadithi sahih, wala pia maneno ya nani? Maneno ya wanavyuoni. Litakalo kuwa lafaa kwa Muislamu, linalofaa kwake ni kuijua miezi ya Kiislamu, ashhurul islamia. Tena ni lazima kwa Muislamu yoyote, kama unavyojua from January to December, waijua kwa hisabu hii Januari, na hakadha yalitokea. Na Uislamu leo hatujui. Leo kumuuliza Muislamu leo ni tarehe ngapi, Kiarabu atakwambia hajui. Leo hata pia kwa kwetu Kiswahili kujua huu ni mfungo ngapi, ni mfungo pili, pia Waislamu hawajui. Sisi tunajua mfungo 6,
na Ramadhani, na wale wenye kufunga Rajabu mwezi nzima na Shabani mpaka kutanganya na Ramadhani. Haya ndio tunajua. Lakini kwa nini wewe mtoto wa Kiislamu hujui miezi ya Kiislamu, na mtu ataona kwamba ni amran hayyinan, ni jambo la upuzi au ni jambo jepesi la kwamba mimi sistahiki kujua miezi ya Kiislamu, na nudriku dhalika. Sasa je, ni sawa? Ni thawabu? Karibu wanavyoni wote wamekwenda kusema idh lam yakun musliman ya'rif shuhura al-islamiyya, Muislamu ikiwa hatakuwa hajui miezi ya Kiislamu, fakad waka ala dhambi, kwa sababu atakuwa ameingia katika dhambi. Na Mwenyezi Mungu asema tumeumba mwezi na jua litaalamu adada sinina wal hisab, ili mpate kujua katika miezi idadi ya miaka na idadi ya nini na hisabu. Leo mwezi ngapi? Sasa leo utakuja skuli kukuta mwalimu wa skuli ndio anaandika tarehe kama ile kwa kuishajihisha tarehe ya kizungu, lakini tarehe zetu za Kiislamu la hata mwalimu wa madrasa pia mmoja wapo mimi la naktuba, hatuandiki hii ni Rajabu tarehe ngapi. Muislamu afaa ajue miezi gani, miezi yake ya Kiislamu, na kama hatajua Ramadhani, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qulu astaghfirullah alazim astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafir rasulillahi wa ala alihi wasallam wa ba'd. Ndugu Waislamu, khutba yangu ya pili kuambatana na amri ya management ambayo imetoka msikitini, nimeambiwa nizungumze kuhusu masala ya kutoa. Wala msinione ni mgeni ya kwamba mimi kwa nini nazungumza masala ya kutoa katika msikiti, kwa sababu hapa nina wanafunzi wangu katika madrasa ile ya kwanza niliofanyaje ilikuwako hapa, ambapo wengi katika management na wanafunzi wangu mimi Bwana Ali katika miaka 90 na kuendelea. Kwa hivyo tukija katika masala la infaq ya utoaji, nitatupa wakati kidogo, mtanisame. Kutoa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ni tabia kwa mwanadamu. Kwa hivyo huwezi kumpata mwanadamu ambaye la yunfika hatoi, huwezi. Kila mwanadamu ni mtoaji. Kila mwanadamu ni mtoaji, in aba wa in dafara. Akikataa kutoa kwa hapa, atakwenda kutoa kwa wapi? Kutoa kwa pale. Na tunao tabia ya kufundishana kutoa. Wewe angalia mfano mdogo tu, kuna mchango mahali watu wakubwa, utataka kumfanya ule mwanao ajulikane ya kwamba yeye ni mtoto fulani atoa, utampa pesa fulani aende akafanya nini? Aende akatoa. Hili ni jambo liko. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza utoaji zaidi ya mara 28 katika Qur'an, min shatta anwa'il infaq, kwa sampuli mbalimbali za kutoa. Tena tunapotoa tunaweza kuombewa Mungu, na tunapata kutoa tuweza kuapizwa. Na maapizo ya kwanza ya kuata kutoa, utakuja kukuta mtu kwamba ule bwana ni mkorofi, hatoi kabisa. Lakini mwingine atakwambia ule bwana ni mtoaji. Ukimuuliza ametoa katika jambo gani? Wallahi ametusaidia uniform za mpira na viatu vyake, majazi yote tumepewa naye. Huku msikitini na kule kwingine penye kusaibu tunakwambia mimi sina cha kutoa. Sasa hapa yatasimama sifa kwa wanadamu na yatasimama maapizo kwa malaika. Kwa hivyo utakuja kukuta kwamba anta mihwarun fil infaq, wewe ni mzunguko katika masala ya kutoa. Utatoa kwa khiari, kwa kupenda, na kuna wakati utatoa kwa kushtakiwa, kwa nini huyu hatoi. Na haya Waislamu wengi wanapitia. Ni watu wangapi wanoshtakiwa kwa sababu ya kwamba wao hawaangaliwa na wao. Umetoa lakini hutaki. Nafikiri linaeleweka. Umetoa lakini hutaki kutoa. Umekwenda kulazimika kutoa katika jambo ambalo silo. Ulipokuwa unafaa kutoa kwa lifaalo ukakataa kutoa. Ukaenda ukamhonga polisi, ukaenda ukamtolea mwanao shilingi 20,000 msikitini, hutaki kutoa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu anapotoa wallahi hupata dua ya malaika, na unapo hata kutoa waapizwa na malaika. Na hili ni jambo antakun mafhumina antum. Na mimi nalitangaza hili la kutoa nisaidiwe na mimi leo kwa ajili ya msikiti huu, na kwa ajili ya walioanzisha msikiti huu walioko mbele za Allah, iwe ni sadaka kwa ajili ya wao.
Tuvunde rekodi leo kwa heshima ya kwamba mimi ni kiungo katika msikiti kama. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, dua ambao yafaa kutolewa iliyokuwa yatoka kwa malaika kwa kumwapiza ambaye yeye hatoi, na ukiwa hutoi kwa ajili ya Allah utatoa kwa ajili ya shetani, ili kuthibitisha sifa ya utoaji. Mtume SAW katika hadithi yake alikwenda akasema, Allahumma ati munfikan khalafan, Bwana Mungu mpe mtoaji badali, mwenye kutoa mpe badali. Mmoja aniambia mimi ya kwamba nilikuwa sina pesa katika msikiti mmoja wa Mombasa unaitwa Masjid al-Hussein, imehutubiwa Juma, akaniambia shilingi hii moja mimi naona haya kutoa, watu wote hutoa 100 na mimi nyumbani sikuata chochote. Nikamwambia toa, akaambiwa na wenzake toa li ajlillah, ule bwana akatoa. Alipotoa shekhe kwa ikhlas shilingi 100 na shilingi 1 mwejua, siku ya 3 anamwambia imam, leo nimekuja kutoa shilingi 1000, ile shilingi yangu imetoa nini? Nimetoa mambo mengi. Kwa hivyo malaika akasema, Allahumma ati munfikan khalafan, mpe mtoaji badali, waati mumsikan talafan, na umpe akatae kutoa katika jambo linalostahili kutoa na uwezo wa kutoa anao, basi Mungu mpe ukorofi wa hali ya juu. Sasa ukorofi si lazima kukosa mali. Ukorofi ya kwamba huna raha na ulicho nacho, unacho lakini huna raha nacho, huna raha na jamii yako, huna raha na lingine lolote. Sadaka yako ukitoa itakuondolea mambo mengi. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa 'ali kalimat al-haqq wal iman wad din wansur jami' al-muslimin min masharik al-ardi wa magharibaha. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari ya'idukum wa la dhikrullahi akbar wallahu lamma tasma'un qumu ila salati. Vijana